vivutio vingi sana vya kitalii. Kupitia nafasi ambayo ninayo, nikasema ya kwamba ni vyema mkoa wetu wa Mbeya ukapata nafasi ya kuweza kuonekana ndani na nje ya Tanzania. Unawezaje kuonekana ndani na nje ya Tanzania? Ni kupitia sisi wasanii ambao tumezaliwa nyumbani kwetu hapa Mbeya. Kwa kupitia sanaa yangu nimesema nije Mbeya nifanye tour karibia vivutio vikubwa ambavyo vipo katika mkoa wetu wa Mbeya, ambavyo ni vivutio vikubwa vya utalii ambavyo vinapatikana katika mkoa wetu wa Mbeya. Vivutio ambavyo tumetarget kuvipitia au kuvitembelea kwa kupitia tour hii ambao tour rasmi inaanza kesho. Kesho tutakuwa na sehemu mbili, tutakuwa na Ziwa Ngosi pamoja na Viewpoint ambayo iko njia ya kuelekea Chunya, lakini siku inayofuata tutakwenda Daraja la Mungu, tutakwenda Kijungu, tutakwenda kwenye maporomoko ya Kaporogo Waterfalls, lakini pia tutakwenda kumalizia na Ziwa Kisiba. Baada ya hapo tutakuwa na Mapango ya Popo, tutakuwa na Kimondo, Mbozi, lakini pia na Maji Moto. Kupitia tour hii ya Pengo Makeke Mbeya Tour, sisi kama Chikanda Safaris tumekuwa mmoja kati ya wadhamini au wadau wa kuifanikisha tour hii kwa kuwapitisha Watanzania wote ambao tutakuwa nao kwenye vivutio vyote ambavyo vimepangiliwa na Pengo Makeke Mbeya Tour. Tutakuwa tunafanya kazi ya kuguide kila kitu pale, na kila kitu ambacho kitakuwa kinafanyika kwenye masuala ya utalii, hiyo ni sehemu yetu. Kwa hiyo tunaamini kwamba kwa siku hizo ambazo tutakuwa tunafanya hizo tour, tutajitoa na tutaweza kutangaza utalii wetu ambao bado ni mchanga. Serikali na taasisi wameboresha. Saizi barabara ziko vizuri, zinapitika vizuri, gari za aina yoyote ile zinaweza kupita mpaka kwenye maeneo yetu ya vivutio vya utalii. Faida ambayo pia serikali imewekeza kwenye miundombinu ili kusiwe na changamoto yoyote kwa wageni wetu na watalii kuweza kutembelea kwenye haya maeneo. Pia fursa za uwekezaji zinapatikana na serikali imejitahidi kuweka mazingira mazuri kwa ajili ya kuweza kupata wadau mbalimbali kwa ajili ya kuja kuwekeza kwenye haya maeneo yetu.